Habari za wakati huu mtazamaji wa Biomedia Channel, karibu sana mtazamaji, tuangazie taarifa mbalimbali ambako tunaarifiwa kwamba Watanzania wametinga ubalozi wa Marekani kumshtaki Mange Kimambi kwamba wamechoshwa na mambo yake. Haya, kikweli Tanzania imeendelea kushuhudia mijadala mikubwa sana kuhusu ushawishi wa mitandao ya kijamii katika masuala ya kijamii na kisiasa kufuatia hatua ya kundi la wananchi kufika katika ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam wakidai kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya mtangazaji wa mitandao maarufu Mange Kimambi. Tukio hilo limeibua mjadala mpana sana juu ya mipaka ya uhuru wa kujieleza, matumizi ya mitandao na athari zake pia katika jamii. Na kwa mujibu wa wanaharakati na wananchi waliojitokeza, wanasema kwamba kitendo cha Mange Kimambi kuhamasisha maandamano kupitia majukwaa yake ya mitandaoni kiliwafanya vijana wengi kujitokeza barabarani wakiamini kwamba wanapigania mabadiliko ya kijamii. Lakini pia hata hivyo maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu, na baada ya baadhi ya waandamanaji kuripotiwa kukutana na ukatili wakiwemo vijana waliopoteza maisha kutokana na kupigwa risasi katika purukushani zilizotokea kati yao na vyombo vya habari, basi tuliona ni hasara. Lakini wananchi hao pia walikusanyika nje ya ubalozi, walisikika wakidai kuwa mtu anayetumia ushawishi mkubwa mtandaoni anapaswa kuwa mwangalifu, kwani ujumbe unaotolewa unaweza kuathiri maamuzi ya watu wengi kiukweli. Lakini pia walisikika wakisema kwamba wanataka taasisi za kimataifa na serikali za nje kuelewa ukubwa wa athari ambazo kwa mtazamo wao zinatokana na miito hiyo ya mitandaoni ambayo Mange hasa anaifanya. Lakini pia hata hivyo hawakutoa vielelezo vya moja kwa moja, bali waliwasilisha malalamiko yao kwa ubalozi kama hatua za kuonyesha hisia zao. Lakini kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema tukio hilo linaonyesha namna ambavyo mitandao ya kijamii imegeuka kuwa sehemu yenye nguvu katika kuunda fikra, kuhamasisha mijadala na hata kuchochea hatua za kijamii. Lakini pia wanasema jamii inahitaji majadiliano mapana kuhusu namna ya kutumia ushawishi wa kimtandao kwa njia salama yenye manufaa na sio inayoleta madhara kwa watu wanaoamini katika taarifa zinazotolewa. Aidha, wataalamu wa haki za kidijitali wanasisitiza umuhimu wa kutenganisha ushawishi wa mitandao na matukio ya kikatili yanayotokea barabarani, wakisema mara nyingi sababu za vurugu huwa zinachangiwa na mchanganyiko wa mambo mengi kiukweli, ikiwemo mihemko ya kisiasa, utayari wa vyombo vya usalama na mazingira ya kijamii. Lakini pia hata hivyo wanakiri kuwa wasanii, wanaharakati na watu maarufu mtandaoni wana wajibu wa kuhakikisha ujumbe wao hauwezi kutafsiriwa vibaya na kupelekea madhara. Tukio la wananchi kufika ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam limeendelea kuvuta hisia mbalimbali, huku wengi wakieleza kuwa badala ya kulalamika nje ya nchi, jamii inapaswa kujadili kwa kina namna ya kuboresha mifumo ya mawasiliano, haki za raia na usimamizi wa amani wakati wa maandamano. Right now, balozi wa Marekani hujatoa taarifa rasmi kuhusu malalamiko hayo ambayo yalifikishwa, na mijadala inaendelea mitandaoni na katika vyombo vya habari kote nchini Tanzania. Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja mtazamaji. Unafikiri mara tu baada ya wananchi wa Tanzania kufika katika ubalozi wa Marekani kwa ajili ya Mange Kimambi, nini ambacho kitaendelea? Mange atasitisha harakati hizi ama harakati hizi tutaendelea kuziona zikiendelea kushika kasi? Tuendelea kusubiri kuona hatima ya hili itakuwa ni gani. Mimi ni Official Rose B. Moja kwa moja endelea kuandika maoni yako na endelea kusalia nasi kwa kubonyeza subscribe.